Ngoja ni kuambia kitu kimoja. Unajua kwenye hizi mechi za CAF Confederation, Yanga alikutana na timu dhaifu zaidi kuliko timu ambazo Simba amekutana nazo, na nitakwambia ni kwa nini nakwambia kwamba Yanga alikutana na timu ambazo ni dhaifu zaidi kuliko timu ambazo amekutana nazo Simba kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, especially kwenye hatua ya robo finali na hatua ya nusu finali. Ukitazama msimu ambao Yanga ameingia finali, amefika finali, Yanga alicheza nusu finali dhidi ya Marumo Galaxy na robo finali nusu finali zote mbili alicheza dhidi ya Marumo Galaxy na Rivers United ya pale Nigeria. Marumo Galaxy ni timu ambayo ulikuwa ni msimu wake wa kwanza kwenye mashindano ya kimataifa, lakini pia ilikuwa ndio timu dhaifu zaidi kuliko timu zote ambazo ziko kwenye mashindano, kwa sababu hata kwenye ligi kuu ya pale kwao na nchini South Africa hawakuweza kusustain hata kumaliza msimu wakiwa ligi kuu, bado walifika na wakashuka daraja. So haikuwa timu bora on such extent. Ni timu ambayo ilikuwa na hali mbaya sana, ni timu ambayo haikuwa na performance bora, na ndio maana iliweza kushuka daraja. Lakini pia ukitazama sio tu kuwa na msimu mbovu kwenye ligi, hata kwenye mashindano ya kimataifa Yanga iliweza kutawala pia kwa kushinda nje ndani, lakini pia hata kwenye mahatua ya makundi haikufanya vizuri on such extent. Bado ni timu ambayo ilifungwa nyumbani dhidi ya wapinzani wengi, lakini pia ilifungwa ugenini dhidi ya wapinzani wengi. Kwa maana ukiangalia tangu kwenye hatua za awali mpaka kwenye hatua za mtoano, ni timu ambayo bado ilikuwa imeconcede mabao mengi. Kwa hiyo haikuwa timu bora uwanjani, lakini pia haikuwa hata timu bora nje ya uwanja, kwa sababu haikuwa na ushawishi wowote, au haikuwa pia na wachezaji ambao ni vivutio au wachezaji ambao ni tishio kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo ilikuwa ni timu ya kawaida tu, na ndio maana nasema ilikuwa timu dhaifu zaidi kuliko kile ambacho tulikuwa tunakitazamia. Ina maana walifika pia watu kwa bahati. Lakini pia timu ambazo Rivers United ilikuwa nao pia ni msimu wao wa kwanza. Lakini kama unakumbuka, kwa wakati ule mchezaji ambaye alikuwa ni star kwenye kikosi cha Rivers United alikuwa ni Morris Chuku, ambaye alijiunga na Singida Black Stars, na hawa pia ilikuwa ni msimu wa kwanza pia vile vile kwenye mashindano ya kimataifa. So haikuwa pia timu bora. Ile ilikuwa ni timu ambayo ilikuwa kidogo inakaa ushindani fulani, lakini pia kama unakumbuka Yanga alishinda mechi zote mbili nyumbani na ugenini. Maana yake pia ukilinganisha Rivers United na Yanga, bado ilikuwa inaonekana ni timu dhaifu kuliko vile ambavyo tulikuwa tunaidhania hapo mwanzoni. Na ndio maana Yanga alifanikiwa kutawala mechi ya nyumbani na mechi ya ugenini. So ilikuwa pia ni mechi nyingine ambayo Yanga walipata bahati ya kukutana na timu ambayo ni dhaifu zaidi, timu ambayo haikuwa na ule ubora ambao watu wengi walikuwa wanaudhania. So it was a simple match to Young Africans. Na hata ule mchezo wa finali dhidi ya USM Alger, nina uhakika kama USM Alger angekutana na Simba hii ya Fadlu David, USM Alger angeweza kufungwa na Simba na bado angetolewa na Simba angekuwa bingwa kombe la shirikisho. Unajua Simba ni miongoni mwa timu bora, ni timu ambayo inacheza vizuri sana kimbinu, ni timu ambayo tactically imeimarika sana na imekuwa na uwezo mkubwa sana. So naamini kwamba kwa kile ambacho wamekuwa kikifanya kingeweza kitawasaidia kwa namna moja ama nyingine. I believe on that. So naamini kwamba Simba kwa bora walionao inaweza kuwasaidia sana kwa namna moja ama nyingine. Ingeweza kuwapa nafasi ya kuwa mabingwa. Kwa bahati mbaya hawakuweza kukutana naye kwenye hatua ya fainali, lakini naamini kwamba kwa ule ubora ambao Simba nao na namna ambavyo USM Alger walikuwa wanacheza ile fainali mbili nyumbani na ugenini, kama mkutana na Simba hii ya Fadlu David, bado Simba angekuwa mabingwa kirahisi kabisa. Lakini ukitazama robo finali ambazo Simba amecheza dhidi ya Al Masry, ilikuwa ni finali ambayo ni nusu finali ambayo ni robo finali ambayo Al Masry of course hawakuwa wagumu sana, lakini huwezi kuwalinganisha na timu kama Marumo Galaxy au na timu kama Rivers. Hii ni timu ambayo inatoka kwenye ligi ya Misri na inashika nafasi ya 4 kwenye ligi kuu ya Misri. Kwa hiyo ni timu bora sana, lakini ukija dhidi ya Simba ilionekana kama ni timu dhaifu, na ndio maana kwenye mechi zote mbili kwa inazuia sana. Lakini udhaifu wa Al Masry huwezi kulinganisha na udhaifu wa Marumo Galaxy au wa Rivers United. Bado Rivers na Marumo zilikuwa dhaifu zaidi kuliko hawa Al Masry. Lakini Simba aliweza kuonesha ubora wake na akafanikiwa kushinda, pamoja na kwamba Al Masry walizuia mwanzo mwisho. Yaani walizuia kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho ya mchezo. So ni kitu ambacho kiliwapa credit kubwa Simba kwa sababu walishinda,
lakini walishinda dhidi ya timu ambayo ilikuwa bora kuliko zile timu ambazo Yanga alikutana nazo kwenye hatua ya robo finali, lakini pia hatua ya nusu finali. Stellenbosch ni timu pia nyingine ambayo ni ngumu ambayo Simba anaenda kukutana nayo. Hii ni timu ambayo huwezi kuilinganisha na Rivers, lakini pia huwezi kuilinganisha na Marumo Gallants. Ni timu bora sana. Kule South Africa inashika nafasi ya 6 kwenye msimamo ya ligi ya South Africa, na ligi ya South Africa ni ligi bora kuliko ligi ya Tanzania. Lakini apart from kushika nafasi ya 6 kwenye michezo mitano ya mwisho, wamepoteza mchezo mmoja pekee, wameshinda miwili, wamesare michezo miwili. Kwa hiyo ni timu ambayo ni bora na ni timu ambayo ni imara. Lakini pia wamemfunga Zamalek kutoka pale Misri. So wameifunga pia timu bora, wamemfunga mbingwa mtetezi wa mashindano ya CAF Confederation. So ni timu ngumu sana, manake hata kama Simba atafanikiwa kuitoa, atakuwa ametoa timu ngumu, na hii ni timu ambayo ni msimu wake wa kwanza, lakini ni timu bora sana. So naamini kwamba kwa kile ambacho Simba wamekifanya mpaka sasa, namna ambavyo wameisuka timu yao, bado si timu yao itakuwa na uwezo wa kufanya vizuri zaidi kwenye mashindano haya. Lakini ukweli ni kwamba Yanga walikutana na timu dhaifu zaidi kwenye kombe la shirikisho kuliko timu ambazo Simba amekutana nazo.